Kitendo kilichofanywa kimedhalilisha mwanataaluma mwenzetu na taaluma kwa ujumla. Lakini wauguzi wa wodi ya wazazi wamekaa, muhtasari upo, kikao cha kumkataa huyo daktari. Tafsiri yake sio tabia yake ya mara ya kwanza. Ni viongozi wa chama cha wauguzi Tanzania TANA katika mkoa wa Simiyu wakitolea ufafanuzi wa taarifa zilizosambaa mitandaoni siku ya leo juu ya tukio la daktari katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi Somanda aliyejulikana kwa jina la Dr. Idi Rashid anayedaiwa kumpiga hadi kuzirai muuguzi wa hospitali hiyo aliyejulikana kwa jina la Holo Mabula, tukio ambalo linadaiwa kutokea wakiwa wote kazini wakati wakifanya maandalizi ya zoezi la upasuaji kwa mama mjamzito. Mnamo tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026, chama cha wauguzi Tanzania tawi la mkoa wa Simiyu kilipokea malalamiko kutoka kwa mwanachama wetu wa chama cha wauguzi mkoa wa Simiyu anayetambulika kwa jina Holo Kija Mabula, afisa muuguzi msaidizi anayefanya kazi katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi Somanda katika kitengo cha wodi ya wazazi. Mwanachama huyu amekilalamikia chama cha wauguzi mkoa wa Simiyu akiomba msaada wa kisheria, hususan kitendo cha kupigwa na daktari ambayo ni shambulio, akiwa anaendelea kutekeleza majukumu yake, tena akiwa anaendelea kutoa huduma kwa mzazi aliyekuwa akiandaliwa kwenda kwa upasuaji. Tulichukua maelezo ya mzazi ambaye ndio chanzo hasa cha muuguzi kupigwa. Huyu mzazi anaitwa Angel Pastori, miaka 31. Ni mzazi ambaye alitakiwa aende kufanyiwa upasuaji wa kumtoa mtoto, maana muuguzi aligundua mapema kwamba huyu mzazi analalamika tangu saa 4:20 asubuhi. Kwa hiyo muuguzi hatua aliyofanya ni kufanya consultation kwa daktari aliyepaswa kwenda kufanya upasuaji. Na kipindi anafanya hiyo consultation kulikuwa na mpasiano, yani daktari huyo alikuwa anamtafuta daktari mwingine pia amone huyo mgonjwa. Huyo mzazi miale ya saa 7:30 alipaswa aende operation, na huyo daktari amekuja sasa kwa hasira wakati muuguzi anaendelea na maandalizi ya mzazi kwenda upasuaji. Akashtukia amepigwa na daktari baada ya kuuliza swali moja la sampuli imeenda maabara. Muuguzi akiwa anaendelea na huduma kwa hiyo mzazi, basi akajikuta amepigwa na daktari, na hakujua kilichoendelea zaidi ya kubebwa na wenzake kwenda kwa ajili ya matibabu. Na baada ya hapo sisi tulichukua tena maelezo kutoka kwa wafanyakazi wenzake ambao pia ni wauguzi, na wamekiri kwamba ni kweli muuguzi alipigwa. Hatukuishia hapo, ndugu waandishi wa habari, tulienda kuhojiana pia. Tulichukua maelezo kutoka kwa muuguzi kiongozi wa odi ya wazazi hapa hospitali ya Somanda, naye tumechukua maelezo yake na amekiri kweli kwamba muuguzi alipigwa na daktari akiwa anatekeleza majukumu yake. Hatukiishi hapo, tulichukua maelezo kwa muuguzi mfawizi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi, anaitwa Mekrida Jefta Danga. Naye kwa nafasi yake kama muuguzi mfawizi alitupa maelezo yake. Dr. Idi Hamad tulihojiana naye ofisi ya chama cha wauguzi mkoa wa Simiyu hapa Somanda. Alitii wito wetu na akaja akatusikiliza, na kwenye mahojiano yake na sisi alichokisema amekiri kweli katenda hili kosa na anajutia kwa nini alifanya hivi. Hivyo alichotuomba sisi kama chama tumuombee msamaha kwa muuguzi anaitwa Holo Kija Mabula, amsamehe, lakini tumuombee msamaha kwa wauguzi wote wa halmashauri ya mji wa Bariadi, lakini wauguzi wote wa mkoa huu wa Simiyu kwamba amewakosea
amefanya kosa, anajutia kosa na anaomba tumsamehe. Hiyo ndo alilosema mbele yetu. Kama chama sisi tunaomba viongozi wanaohusika kusimamia sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma, kila mtu kwa nafasi yake afanye sehemu yake. Usifiche maovu leo wakati kesho atafanyiwa tena mwingine. Lakini wauguzi wa wodi ya wazazi wamekaa, muhtasari upo, kikao cha kumkataa huyo daktari. Tafsiri yake sio tabia yake ya mara ya kwanza. Mpaka watu unaofanya nao kazi wanakukataa, tafsiri yake huyu alifanya ili jambo sio kwa makusudi. Na nukuu sehemu tu ya kikao cha wauguzi walichokaa. Huyu daktari alishawahi kusema kwenye kikao cha watumishi wote wabadilishwe wauguzi wapatao 13 wa wodi ya wazazi, wabadilishiwe wodi. Sasa tunataka kujua ni bora kumbadilisha daktari mmoja au wauguzi wote? Mimi nadhani daktari mmoja angebadilishiwa kituo cha kazi, sio wauguzi wote wa hospitali ya halmashauri ya mji wabadilishwe kituo cha kazi. Kitendo kilichofanywa kimedhalilisha mwanataaluma mwenzetu na taaluma kwa ujumla. Na kama chama tunaomba mamlaka zote zinazohusika na usimamizi wa masuala ya kiutumishi kuhakikisha haki inatendeka katika hili ili kuzuia matukio kama haya kujirudia tena. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.